zangu karibuni kipindi chetu. Kama ilivyo ada, labda kama swali kisha kama hakuna basi tutaendelea na barua kwa Waefeso. Bado ni swali hakuna watu wote na wapongeza watu wa Biblia siku ya somo wao watakupenda. Namshukuru Mungu kwa hii naitwa Mhashamu Beda. Naomba atuendelee kutuombea sisi tulio safarini tuweze nasi kufika huko aliko Mungu. Na watu wa Biblia wakazane kujifunza imani yao vizuri kama anavyofanya rafiki yetu pale wa Biblia. Tunaendelea na barua kwa Waefeso. Ukifungua kitabu chetu cha Ufunuo, barua ya kwanza kwa Waefeso sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 7, tunaweza kusoma pamoja barua hiyo ili tuweze kupata yale yaliyomo. Ni kama mmoja anaweza kusoma au hamna pia nyingi. Nayo Biblia au hatuna. Nasoma katika tafsiri ya Biblia ya Kiafrika tunayotumia, ingawa kuna tafsiri tofauti hii. Mwandikie malaika wa kanisa la huko Efeso. Yohane anaambiwa na Kristo aandike kwa Efeso. Mwenye kushika nyota 7 katika mkono wake wa kulia na kutembea katikati ya vinara vya mishumaa ya dhahabu amesema haya: najua matendo yako, taabu zako na uvumilivu wako. Najua kwamba huwezi kuwavumilia waovu. Umewachunguza wenye kujiita mitume bila kuwa mitume, ukawatambua kuwa ni waongo. Unao uvumilivu, umesumbuka kwa ajili ya jina langu kulegea. Lakini nina tatizo nawe, umeacha upendo wako wa kwanza. Kumbuka ni kutoka wapi ulikoteremka. Taabu na kufanya tena matendo yako ya kwanza. Tubu na kufanya tena matendo yako ya kwanza. Kama sivyo, ninakuja kwako, na usipotubu nitaondoa kinara chako mahali pake. Lakini sifa hii unayo: unayachukia matendo ya Wanikolai, navyowachukia mimi pia. Mwenye sikio asikie maneno ya Roho anayoyaambia makanisa. Atakayeshinda nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulioko katika bustani ya Mungu. Hiyo ndio barua ya kwanza. Tunaita barua hizi 7 zinaitwa barua za Ufunuo, kitabu cha Ufunuo. Na rightly, kwa haki, Waefeso wanakuwa wa kwanza, kwa sababu nakumbuka kanisa la kwanza kujengwa na kuwekwa kama mfano huko Asia ndogo ni Efeso. Wakati ule wa
machafuko au madhulumu ya kanisa pale Yerusalemu, wengi walikimbilia, kwanza walitoka Yerusalemu baada ya kifo cha Yakobo na kutaka kumuua Yohane na Petro. Wao walikimbilia mji mdogo ulioitwa Pela, ulioko kusini kidogo na Efeso. Pela pale Pela ilikuwa ni kama kambi la wakimbizi. Wakristo walikimbilia Pela, walipita Samaria alafu wakaenda Pela. Baada ya kutoka Pela, manake Wayahudi waliwatafuta, waliwafuata mpaka huko, wakaondoka wakaelekea Efeso. Efeso ikawa makao makuu ya kanisa mwanzo. Mji wa Efeso uko kaskazini mwa Lebanoni, sasa hivi ni Uturuki kaskazini. Na Efeso ulikuwa ni mji wa bandari kubwa. Ni mji mkubwa uliokuwa chini ya, baadaye ulikuja kuwa mji mkubwa wa Wagiriki. Ulikuwa mji wa Wagiriki kwa sababu ulikuwa bandari kubwa. Efeso ilikuwa imenawiri, kuwa na biashara, kuwa na mji mkubwa. Ilikuwa pia makao, baadaye ilikuja kuwa makao ya Warumi, utawala wa Warumi kama makao Efeso. Pale Efeso, kutokana na kuwa ilikuwa ni makao makubwa ya Wagiriki, wala Wagiriki, baadaye ilikuwa ni kitovu cha elimu, maktaba kubwa. Hata mpaka sasa ukienda Efeso utaona mabaki ya ile maktaba. Kwa kweli huwezi amini, miaka ile ya karne ya 4 BC, kabla ya kuzaliwa Kristo, ilikuwa tayari imefikia kiwango hicho. Maktaba ile na ghorofa 2 au 3. Huwezi amini, watu sisi hata ghorofa hatujui jengo la mjadala. Wenzetu karne ya 4 BC walishakuwa na jengo kubwa lenye ghorofa 2 au 3. Kwa hiyo unajiuliza, unaangalia, alafu imejengwa na mawe ya marmar, sio mawe ya kawaida. Na mji ule ulikuwa ni mji wenye soko kuu, ulikuwa na wageni wengi, nyumba nyingi. Siwezi kulinganisha na miji ya sasa, of course, lakini kwa karne zile, miaka 400 kabla ya kuja Kristo, tayari wameshafika kiwango hicho. Sisi hatuwezi kuelewa, lakini kweli mtu ambaye amepitia huko na kuona na kuishi pale kidogo, na unaona watu si tulikuwa watu sisi. Na hawa walikuwa na soko kubwa, wageni walifika, na ndio mahali ambapo niliona kitu cha ajabu pale. Ilikuwepo, nisamee wengine, kuwepo yule aliyekuwa anatuongoza ni profesa mmoja ameshafariki muda mrefu. Alituonyesha nyayo zimewekwa kwenye mawe katikati ya mji, kama vile kwa mfano Askari Monument ya Dar es Salaam. Nadhani wote tunafahamu ile sanamu ya askari iko pale karibu na St. Joseph kule, kama center ya mji wa Dar es Salaam wakati ule. Na ndio mji wa Dar es Salaam, hata safari kuhesabu umbali wa barabara zetu ulianzia pale Askari Monument. Ukisema kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro unaanzia Askari Monument, ndio unaanza kuhesabu kilomita ya kwanza mpaka unafika Morogoro, kilomita 196-98, ndio unaanzia. Sasa walituonyesha mahali ambapo ilikuwa ni kama dira ya ramani ya Efeso,
na kitambulisho chake kilikuwa nyayo za mwanadamu. Sasa zile nyayo zinaelekea direction fulani, kwa ile pengine ilikuwa north east. Zile hatua, zile nyayo zile zimechorwa kwenye jiwe la marmaro ili ziwezi kufutika. Tukamuuliza hatua ni hizi ni nini, maana yake ni tunaangalia wapi? Kanaambia, wakasema wale wataalamu, na imeandikwa hivi kwamba zile nyayo zinaonyesha soko la kwanza, yani sio la kwanza, soko zile hatua zinaonyesha mahali ambapo ilikuwepo nyumba za makahaba. Yani biashara ya kwanza ya wanadamu wale ilikuwa ni ukahaba ya mji kama ile. Na makahaba hawa walikuwa aina mbili. Makahaba walikuwa aina mbili. Efeso walikuwa makahaba wa kidini, tunaita cultic prostitution. Manake makahaba walikuwa wanaingizwa kwenye mahekalu yao, walikuwa wanafanya kazi mahekaluni, temple prostitution. Walikuwa na hizo mahekalu, na kwenye mahekalu hayo walikuwa makahaba ambao walifanya kazi kwa niaba ya Mungu wa ule hekalu. Na wengine waliokuwa wanafanya kazi kwenye mahekalu hayo ni wale wanaitwa eunuchs. Eunuchs ni kwa Kiswahili matoashi. Matoashi walikuwepo pamoja nao makahaba. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni biashara kubwa pale Efeso. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa hekalu kubwa kuliko yote ya Mungu aliyekuwa famous, ambaye ni Mungu wa Mungu wa uzazi. Mungu wa uzazi ndiye aliyebariki watu wawe na watoto. Na kadri unavyomwabudu yule Mungu na kupeleka kutolea sadaka huko, ndio ulikuwa unatolea sadaka kwa Mungu aliyeitwa Artemis. Artemis ndio ulikuwa hekalu kubwa na la kipekee ulimwengu wao wakati ule, ni Temple of Artemis. Artemis alikuwa mungu mke, mungu wa kike, goddess Artemis. Na huyu alikuwa anaombwa ili upate watoto. Unataka kupata watoto, unaenda kutolea sadaka kwa Artemis. Na sanamu ya Artemis, huyu mungu mke, goddess, alikuwa sanamu yake hata kwenye Biblia wanachora mara nyingi. Kuna Biblia za zamani zenye picha yake. Kiwa ngapi wameona hiyo goddess Artemis? Kuna Biblia zile zenye kuchora picha ndani. Hata hii nashangaa hamna goddess Artemis. Huyu ukitaka kumjua ni yeye, alikuwa na matiti kila mahali. Yaani matiti yanawekwa kichwani yako kila mahali, mwili mzima ni matiti. Ndio sanamu mkiona mahali, ukichunguza utakuta ameandika chini the goddess Artemis. Huyo ndio mungu jike wa uzazi, wa kupromote. Alikuwa mungu wa uzazi, wa kusaidia watu wapate watoto na kuonyesha watoto na kuwa na uzazi ulio ustawi, mungu wa ustawi wa watoto. Na kwa hiyo temple hiyo ilikuwa na watu wengi. Zamani zile
mateso mengi watu walipata ni kukosa watoto, na ilikuwa ni it was a chronic problem wa infertile. Is God of fertility kwa Kiingereza, Mungu wa fertility ni uzazi wa yes. Sasa sawa, asante sana. Mungu wa kurutubishi, manake watu waliokwenda kule ni watu wenye shida hasa za uzazi, na walikuwa maelfu kwa maelfu, kwa sababu ilikuwa shida kubwa ya uzazi. Perhaps they were kilikuwa kinawazuia kupata watoto, na kwa hiyo hii ilikuwa kando kando ya hilo hekalu la Artemis, ilikuwa kule bustani famous ya maajabu ya dunia. Na sisi tulikwenda pale, ili hata mimi nilikuwa na nia ya kuona hiyo bustani ikoje, ambayo ilikuwa imeandikwa, ilikuwa mojawapo ya maajabu ya dunia, the hanging garden ya Artemis. Kando ya hekalu la Artemis ilikuwa bustani kama Eden. Tulipoenda pale tukauliza, sasa bustani iko wapi? Hamna tena, maana binadamu tunapita, hakuna kitu. Sasa hicho kimenikumbusha mji huu ambao ulikuwa mkubwa, wenye kila aina ya miungu, na aliyekuwa boss, makao makuu ya miungu hiyo ni huyo Mungu goddess, Mungu mke anaitwa Artemis, na ilikuwa hekalu lake kubwa. Kwa hiyo mji ulistawi kwa sababu ya Artemis, na kwa sababu hiyo Wakristo walikwenda pale, walijua watapata shida kubwa. Sasa waliweza kuwa walikuwepo pia jamii kubwa ya Wayahudi mji ule wa Efeso. Ilikuwa jamii kubwa ya Wayahudi waliokuwa wanaitwa diaspora, wale wanaokaa nje ya Palestina. Hao walikuwa na makao licha ya Efeso. Wayahudi wengi sana walikuwa Roma, Alexandria, na walikuwa mji mkuu wa Griki ni Athene. Alafu jumuiya nyingine iliyokuwa sio kubwa sana ni Antioch, lakini jumuiya kubwa za Wayahudi zilikuwa zinaishi Efeso, zinaishi Athene, zinaishi Roma, na kule Misri waliishi Alexandria. Kwa hiyo tulitegemea waumini wa dini na nimesahau tena, na mji wa Syria. Huu ni mji aliyokuwa naenda Paulo, ni wapi? Damasco, mji wa Damasco. Kwa hiyo Wayahudi Wakristo walikimbilia Efeso wakitegemea watapokelewa na Wayahudi, kwa sababu ilikuweko jumuiya kubwa ya Wayahudi pale, biashara. Wayahudi ni very good business. Kwa hiyo walikuwa na Wayahudi, jamii kubwa ya Wayahudi. Wayahudi hawa walikuwa na sinagogi kila mahali. Tunapozungumzia Wayahudi kwenye karne hizi, baada ya kuharibiwa hekalu la kwanza na watu wa Babiloni, Melkizedeki alipoharibu hekalu lile la kwanza mwaka 586 BC, masinagogi yalianza kujengwa, kwa sababu hawakuwa na ruhusa ya kujenga tena hekalu mpaka Mungu atakapowapa ishara. Kwa hiyo hawakuwa na hekalu, na wengi walijenga masinagogi huko na huko, na mojawapo ilikuwa na masinagogi mengi ni Efeso, kujua hiyo. Na pia walikuwepo hizo kutokana na waliweza kujiaccommodate, kujiingiza kwenye mji wa Efeso, kwa sababu ilikuwepo dini nyingi, ilikuwa miungu mingi. Kwa hiyo hata wakisema Yesu Kristo ni Mungu, wanamhesabu kama miungu mingine. Yesu anakuwa kama miungu mingine. You have another God. Who is that? It's our God, Jesus. Oh. And these gods, mwelewe,
Kwa nini waliweza accommodate? Manake kubali kuwapokea tu kama baadhi miungu mingine. Sasa unajua miungu ya kwao ya wakati ule na tangu zamani, miungu ilizaliwa na ilikufa. Miungu ilizaa, ilifunga ndoa, ilipigana vita. Miungu, these are gods. So when they said Jesus is the son of God, oh, and who is the father? And kwa hiyo imani ya Kikristo haikuwa inaeleweka kama tunavyoielewa leo. Ilikuwa ni mojawapo kati ya maadini mengi. So it was not a big thing. Kwa hiyo walikuwa rahisi kupokelewa, lakini walipoanza kujiita ni Wayahudi, then ikaleta problem. Wayahudi hawamwamini Mungu aliyezaliwa, hawaamini Mungu ambaye amekufa, hawaamini Mungu ambaye amefufuka. What kind of God is that? It was not Jewish. Kwa hiyo wakawaona kama kama wazushi. Kujiita nyinyi Wayahudi na mnaamini Mungu wa namna hiyo, Mungu ana mtoto, they did not take it. So Wayahudi wakawa hostile, yani wakawa maadui wa kwanza, number 1, dhidi yao Wakristo, kwa sababu waliwaona ni dhehebu la Kiyahudi lililopotoka, heretic, heretics. Kwa hiyo hawakutaka kusikia dini yao inakuwa associated na heretics yao. Wanajiita ni Wayahudi, alafu wanasema Mungu mtoto mwana wa Mungu, Mungu alizali, kwamba ameishi Palestina, alafu eti amehukumiwa akauawa, Mungu anakufa. So the Jews could not accept this kind of doctrine, but the others, wengine ni kama Mungu yao mingi, kwa kina Diana, wakina hata Artemis was born, and then she became a goddess, and then she managed to bless people with offspring, watoto wengi na nini, akawa the patroness wa uzazi. Kwa hiyo that is the situation of Ephesus. Ephesus ilikuwa ni mji mkubwa wenye bandari na biashara, wenye elimu. Kwa hiyo wanapokwenda watu pale, wana uhakika wa kupata waumini, because of the multiplicity of religion and gods and goddesses. Lakini Wakristo walikimbilia pale ili wajiaccommodate, walipata nafasi, mji ambao hawahusiki sana na everybody can believe whatever he wants, kila mmoja anaamini. Kwa hiyo they could find space for themselves. Wakristo wakaingia sasa, walianza kwenda kuhubiri kwenye masinagogi. Hawakuanza na tuelewe imani Katoliki, yes, imani ya Kikristo haikuanza na kuhubiri huko waziwazi hivi au kwenye masoko, hiyo ni baadaye. Walianza kuhubiri kwenye masinagogi. Toka Samaria walikuwa wanahubiri kwenye masinagogi, unless wanatumwa na Roho Mtakatifu mwenyewe kwamba nendeni Macedonia, nendeni Smyrna, nendeni Bergamo, nendeni wapi. Kwa hiyo walianza kwenye masinagogi, kwa kuwa wengi wa waumini, wafuasi wa Yesu walikuwa ni Wayahudi. Kwa hiyo walihudhuria ibada kwenye masinagogi, na katika ibada hizo Wayahudi wanapokuwa wanafanya ibada kwenye masinagogi, wao wanakaa kwenye around, hawakai na mabenji kama hivi. Wayahudi hawakai kwenye mabenji, masinagogi hayakuwa hivi kama hivi, ni round almost like this, but sometimes rectangular, ilikuwa mstatili jengo, na waliweka mabenji pembeni ili katikati wafanye mambo mengine. Kwa mfano, mwalimu alikaa pale kusalimiana na nini. Kwa hiyo watu walikaa kuzunguka pembe, na mabenji yaliwekwa, row ya kwanza, row ya pili, ya tatu, na hapa katikati alikuwa sasa mwalimu, rabbi, yani mwalimu rabi, au yeyote naye
Na ndio maana Yesu aliposoma maandiko alialikwa, please come. Kuna mmoja wenu ana neno la kutuambia jamani, kutokana na somo tulilosoma? Anaangalia, mmoja ananyosha mkono anasema yes, I can ninaona somo hili linatueleza hivi. Basi anakuja mbele au katikati, was like that. Hapa mbele ilikuwa ni sehemu ya kutunzia, kuna likabati la mawe always au la mbao la kutunzia zile magombo ya chuo. Kwa hiyo alitunzwa na yule mkuu wa sinagogi. Basi anaposogea mbele, na ndio Wakristo walialikwa kutoa neno, na katika kutoa neno kufafanua ile somo alilosoma. Wakati huo hatuna Agano Jipya, ilikuwa tu somo kutoka kwa Torati na manabii na pia Zaburi na vitabu vichache sana ya tunaita maandiko pamoja na vitabu vya hekima. Kwa hiyo walikuwa wanaeneza hivi, watu wanasikia mara ya kwanza huko kwenye sinagogi juu ya Yesu. Ndivyo ilivyoanza na kuenea imani ya Kikristo. Baadhi yao walikasirika na kuwafukuza, wengine waliyasikiliza wakaenda, au hata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wakaamini. Na ndivyo ilivyokuwa. Mara nyingine walifukuzwa kwa sababu walionekana ni sect, ni kikundi ambacho kimepotoka. Wayahudi wanafukuzwa, na tueleza mambo gani ya kutoka. Ndivyo ilivyokuwa na hata Efeso. Hapa Efeso tunaambiwa sasa wanaandikiwa barua hii, na tunaambiwa kuna makanisa mbalimbali yaliyokuwa nafanya, yalikuwa hapo Asia. Sio ni sehemu ndogo sana, sio distance kubwa. Tofauti yao labda kilomita 20, kilomita 10, pengine hata kilomita 50 ikwepo. Na makanisa haya ndio makanisa yalikuwa famous, makubwa na muhimu wakati Yohane akiwa hai. Yohane hakuanzisha kanisa la Efeso kama mwanzilishi mkuu, kwa sababu Paulo alikuwa ametangulia na aliishi pale. Baadaye Yohane alihamia pale akawa ndio kiongozi, wakati Paulo wanahangaika na sehemu nyingine, kwa sababu wao walifundisha na kuondoka. Kwa hiyo mwanzilishi wa kanisa pale, hasa the founder, anaweza kuwa Paulo, alafu baadaye anakuja Yohane mkuu. Ndio anaambiwa sasa andikia kanisa hili. Kanisa hili ni wote wanaoishi pale waliomwamini Kristo. Sasa tulikuwa tunazungumzia juu ya malaika. Nasema muandikie malaika wa kanisa la Efeso. Msema si kawaida mwanadamu kumwandikia roho. Malaika ni roho, sio? Malaika, neno hilo malak, malaika ni kiumbe wa mbinguni, sio kama sisi, na anajua kuliko sisi. What are you going to write to? The angel knows before you know yourself. Sasa kwa hiyo ndio maana nimesema malaika, tunapokuta maneno hayo malaika katika kitabu hiki, lazima uangalie kuna malaika wa kweli, tunaita true and heavenly angel, kama kuna Gabriel, hapa kuna Rafaeli, alafu kuna mwingine ni Mikaeli. Hawa ni malaika. Kwa hiyo kitabu hiki kina aina mbili za maneno hayo malaika. Malaika linatumika kwa malaika wa mbinguni, the real angel, heavenly being, heavenly being. Huyo ni hawa ambao kwa mfano unasikia wako mbinguni kwenye altare ya mbinguni, na malaika wanazunguka kitu cha enzi cha Bwana. Hao malaika kweli kutoka mbinguni. Kuna malaika wanaotoa habari, yes, wale katika maono yanayotoka Yohane hapa kwenye kitabu. Anasema malaika, kaona malaika na flash anapita, ana mabawa anapita,
Hao ni malaika wa kweli ambao tunaita ni true heavenly beings, wanakaa mbinguni na wanatumwa kupeleka habari, send messages. Wale wanaobeba kitabu cha uhai, kitabu cha kikubwa au kidogo, the scrolls, hao ni malaika. Lakini kuna malaika au yule malaika ambaye alipigana na yule beast, yule beast kwa Kiswahili tunajua katika sura ya 12 kitabu hiki, na malaika Mikaeli alipigana na yule shetani, hakuitwa shetani pale, aliitwa beast au dragon, ile nyoka, ile joka. Sasa huyo ni malaika Mikaeli, ni malaika mkuu, ni heavenly. Kwa hiyo ni malaika sawa sawa, lakini hapa hakuna mwanadamu anamanikia malaika. Kwa hiyo malaika hapa lazima unahitaji kutafsiri. How comes that a human being is writing to an angel? Those this kwa namna hii hapa malaika ni metaphor, ni sio true angel, ni ana maana ya kitu kinachoitwa malaika. Na ili kuitwa malaika hicho kitu au huyo mtu lazima awe na sifa za malaika. Malaika ni yukoje? Ana sifa gani? Ili uitwe malaika una sifa gani? Mtu nikwambia you are an angel, wengi wanasema angalia tupokee malaika wa Mungu hawa. Malaika hawa tunatumia sana kwa watoto, bali malaika watoto ni malaika. Na mtu aikuta unamdhulumu mtoto, kuna aibu na kusema malaika. Wote sifa hiyo ni nini kwa malaika? Ili tuweze kuidentify, ili tuweze kuwatambua hawa wanaoandikiwa, andika kwa malaika wa kanisa, ni mtu wa namna gani? Malaika kwanza alikuwa alikuwa ni mtu aliyetumwa. Should be somebody who is sent. Somebody who is sent. Ndio sifa ya kwanza. Anatumwa na mtu mkubwa, Mungu. Kwa hiyo daima ni the closest to God. Ni mtu ambaye anamjua Mungu na anatumwa. Ndio sifa ya kwanza, ili tuweze kumidentify huyu mtu ana sifa. Mtu mwenye sifa ya kumjua Mungu, mtu mwenye sifa ya kutumwa na Mungu, na ni wachache. Pili, ni mtu ambaye hana hila. You cannot be close to God if you are evil. Huwezi kuwa karibu na Mungu kama una dhambi au una uovu, ni mtu mwovu. Hapana, mtu huyu ni mtu mwema. Sifa ya pili hiyo. He must be an innocent person, kama mtoto mdogo. Tunampa sifa ya umalaika kwa sababu hana hila. Kwa hiyo mtu anaitwa malaika au chochote kinachoitwa kiumbe kinachoitwa malaika ni kitu kisichokuwa na hila, kilicho kinyofu. Kuna watu wanyofu kweli, unamwangalia tu unaona huyu nyofu mtu. La pili, ni mtu mkweli. It's a person who is true himself. He has no falsehood. Hana falsehood in him or her. Hana ulaghai. Ni mtu mkweli au kiumbe kikweli. Hatujajua ni nani, lakini ni kitu ambacho kinasema ukweli. Mtu ambaye anasema ukweli, truth and nothing else. Huwezi kumaccuse of lying. Hiyo ndio angel. Angel does not lie. Is the opposite of liar. The liar is Satan. Ndio anaitwa yule muongo. Sikia mtu kwa maana wazungu ukimwita muongo anakupiga risasi. Mimi nimejifunza, nimeshangaa. Nimekaa nao miaka mingi, na the worst thing you can call a white mtu mzungu ukitaka kumuumiza kabisa ni kumwambia wewe ni muongo. Yaani unaweza kuona mbadilika na kuanza kulia na kusema I will sue you. Mimi
Yaani umeshakuwa maadui moja kwa moja. Usitumie neno muongo. Wewe unaniambia uongo. So I don't know why, kwa nini wamefikia hapo? Yaani ni malezi ya hali ya juu. Sisi tunawaambia watoto wetu mambo ya uongo, kudanganya, sema mwambie sipo na wewe upo. Hiyo haipo huko. Are you telling me I'm a liar? Ashaka. Mbona umekasirika hivyo? Hata kama unatania, you cannot not tell him you are lying. Yeah. Unaona anabadilika kabisa. What? You are telling, unaniambia mimi nimesema uongo? Nimeshangaa. Sisi ni kawaida, we muongo bado. Hata unaona ni sifa ya kawaida. For them, never call a person watu hao. Waambie we muongo. Kisha urafiki, everything. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni sifa muhimu sana kwa Mungu. Mungu ni shetani. You, when you call somebody is a liar, means he's a daughter or son of the devil. Because their father is the devil, is the liar. Kwa hiyo sifa hii ya tatu ya mkweli ni sifa muhimu sana. Sasa hizi sifa tatu, ni watu gani tunaweza kwa Waefeso wanaoweza kuwa na sifa hizo? Sifa hizo. Mimi navyoangalia sasa, mimi nimewapa tu zoezi na kutoa sifa kadhaa hizo. Watu ambao wanamfahamu Mungu, watu ambao wanamfahamu hata binadamu, mazingira yao, they have better knowledge of their situation, the situation of the people they. Wao pia ni watumishi, they are sent. Ni watu ambao wanatumwa, na ndio neno hilo root yake, asili yake pia nimeshawaambia hapa. Neno malaika ni neno la Kiebrania malak. Malak ni aliyetumwa, malak, mjumbe. Sifa hizi sasa mimi nikiziangalia, ilikuwa aidha ni kiongozi ambaye anaaminika na Mungu. Yesu anamwambia Yohane, anategemea Yohane na watambua hao malaika. Kwa hiyo ni watu waliotambulika, they were known. And John, who is writing, he knew these people or whatever, waliokuwa na sifa hizo. Sasa waliokuwa na sifa hizo ni watu gani? Ili uweze kumtambua, anamwandikia sio wote. Was not writing to everybody in Ephesus. Hapana, ukiangalia hapa ni kwamba sio wote wanaoandikiwa barua hii, kwa sababu barua hii ilikuwa inaandikwa ili ikasomwe na wengine, wakaisome mbele ya congregation, mbele ya mkusanyiko wao, assembly. Ndio ilikuwa lengo. Kwa hiyo barua hii sio Waefeso wote ni malaika, ni mojawapo anaandikiwa, because is a person, ni mmoja. Sio waandikie, ni mwandikie. Lakini ni ana tofauti. Sio malaika wa aandikii huyu mwingine wa Smyrna, ni mwingine tena. Kwa hiyo he must be a person mmoja, sio wote. Anaandika singular hapa, grapso. Amwandikie malaika wa Efeso, manake ni mmoja. Who is this angel? Ndio ilikuwa shida ya exegetes, yani wataalamu wa Biblia wanatafuta kumidentify, kumfahamu huyu anayeandikiwa ni Mungu. Who is that? Wengine walisema mwandikie malaika wa kanisa la huko Efeso. Sasa malaika huyu bila shaka wengine walisema ni kiongozi wa ile jumuiya ya Efeso. Kiongozi manake
angekuwa askofu au mzee mmojawapo wa kanisa la Efeso aliyekuwa anaongoza Efeso. Lakini huyu sifa hizo zitakuja anazo hizo kweli za kuitwa malaika? Ndio shida iliyokuwa. Anasema ni wa kanisa la huko Efeso. Bila shaka alijulikana kwa sababu viongozi hawa waliwekwa na mitume wenyewe, mojawapo akiwa Yohana. Kwa hiyo alijulikana na alijulikana kwa wengine. Pia mamlaka yake sio ya kujichukulia au aliteuliwa na watu. Hapana. Makanisa haya waliowekwa kuwa viongozi, askofu au mzee wa ile kanisa, walikuwa wanateuliwa. They were appointed by the apostle. Na sio mmoja walikaa kikao kama Yerusalemu kumchagua Matia au wale mashemasi. No. These were appointed by the apostle. Na aliwekwa akaambiwa angalia kanisa hili. Sasa pengine huyo anaweza kuwa candidate, yani mmojawapo wa kuitwa malaika, kwa sababu alijulikana sio tu kwa watu wale wa Efeso, bali pia alijulikana kwa mtume, ambaye mtume alipokuwa anawateua alimpa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alijulikana na ni uchaguzi wa Roho. Naandikwa hawa viongozi waliteuliwa si tu na mitume kama walivyofanya leo. Leo tumesoma kuhusu kutumwa kwa Barsaba. Walitumwa waende kule, walitumwa waende wapi? Waende Antioch, wakawaambie si lazima watu hawa watairiwe ili waokoke. Si walituma wajumbe kutoka Yerusalemu, sivyo? Sifa zao nini unasoma pale? Si kama mlisikia. Wanasema, usoma sura ya 15 aya 23 mpaka 29. Ndio somo la leo lilikuwa. Anasema kuna kitu kimoja nimetambua pale, nimefurahi sana nilikuwa nasoma jana au juzi, nikakuta pale, nimefurahi sana. Kuna vitu najisomea na furahi kuona sura ya 15 kuna sifa hiyo. Anasema sura ya 15 Matendo ya Mitume manake. Anasema hii ni barua kwa makanisa. Basi tumewatuma Yuda na Sila wawaambie kwa maneno tuliowaandikia kwa barua. Hapa ndio barua hii, sura ya 20. Tukianza pale, nimeanza 22 mpaka inaishia 29. Lakini anasema tumeamua kuwachagua, sio kwamba wamepigiwa au wamechagua, wameteuliwa actually, na kuwatuma kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila wawaambie kwa maneno tuliowaandikia kwa barua, kwa maana imempendeza Roho. Hii imenifurahisha sana, hii aya ya 28. It is not them but the Spirit of God, the Holy Spirit. Imempendeza kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi. You see? So it was not them who really decided or even chose this Silas and Silas na mwenzake Barsaba, or whatever they call him, unaitwa Barsaba, Sila. Sio wao walikuwa wanachagua, ni Roho. Imempendeza Roho. Kwa hiyo daima ni Roho anayechagua hawa baadaye watakuwa maaskofu wa makanisa. Kwa hiyo hawa wanateuliwa
Ni mfano huo. Sasa hawa hawana mamlaka yao wenyewe. Malaika hana mamlaka yake mwenyewe. Malaika ni mjumbe, na tunasikia Silas na mwenzake wanatumwa, na ni wazee wamewachagua, na Roho amependezwa nao. Kwa hiyo ni watu waliojulikana kwa Mungu. That's what I'm trying. Ndio wana sifa hiyo ya malaika, watu waliopendezwa. Roho Mtakatifu amependezwa nao, na mitume wamependezwa nao. Kwa hiyo walikuwa na sifa ya kujulikana kwa Mungu, na wana sifa ya ujumbe. Ujumbe wanaochukua sio wao. You see, that's the angel. The angel cannot claim. Malaika hawezi kudai kwamba nimesema hivi. Hata ndio anasema thus says the Lord. Ndivyo Bwana anavyosema. Always they disclaim the message. Message sio yao. They are only wajumbe, mouthpiece ya wao, ni mdomo wa Mungu. Kwa hiyo malaika wana unafiti hapa, pengine walikuwa wale maaskofu au viongozi wa kanisa la Efeso, ndio wanaandikia. Barua ilikuwa moja, sio mbili au tatu, labda walifanya kopi baadaye. Kwa hiyo nimesema hapa actually sio malaika, isipokuwa human beings. Ni viumbe, walikuwa viongozi walio na sifa ya ujumbe, na mjumbe wana sifa ya ukweli, wana sifa ya kujua mambo, maisha ya watu. That's an angel. The angel knows. Anaambiwa nenda kwa Ngowi, ataenda kwa Ngowi because he knows Ngowi even more than Ngowi knows himself. Kwa hiyo hawa ni wale watu ambao walijua watu matatizo yao, walijua. Hata watu hawa wanakaripiwa ndani mwake. Barua hii inaweza kuwakaripia wao pia. Utakuta kuna barua zinaandikwa pia wanakaripiwa ndani. Sasa malaika alikaripiwa, alafu kumbe tunaposema andikia malaika hapa, ningependa mjue kwamba hawa ni malaika. Hapa linatumika neno kama sifa ya viongozi wa kanisa. Sifa. Hii ningependa kusisitiza hilo. Sasa anayeandika anajitambulisha, na baada ya kusema destiny, yani barua imeandikwa kwa nani, ni kwa malaika ambaye atapaswa kwenda kuisoma kwa kanisa la Efeso, watu wa Efeso. Kwa hiyo ni mjumbe. The message is not from John. Hata Yohani, mjumbe usi wa Yohani ni kutoka yule anaishi, sio Yohani mjumbe huu. Yohani pia ni mmoja wapo wa malaika wanao anaambiwa andike. Sawa? Sio kuna swali? Hakuna. Ndio. 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 Najua Yohani anapoandika hii, ujumbe huu unatumwa kwa nyakati tofauti, lakini anapokuja kuandika kitabu hiki wakati ule na kitabu hiki kimeandikwa kwa muda mrefu. It's not as if you were sitting down and writing. Kitabu kinaweza kuwa kimechukua miaka 20. Yohani akisota kule Patmos ndio anaandika walioandikiwa kule. Anaandika message, anampa yeye, yuko kule kwenye mawe, kwenye kweli. Ilikuwa kweli ni machimbo huko, na teseka sana, piga mawe sana. Yeye anaandika barua na tena kwa maficho. Alafu anampa mmoja, anamwambia peleka Efeso.
na kopi yake si anayo, anajua alichoandika. Sasa anamwambia nakala hii upeleka Efeso, nimpe maybe Dr. Silas, huyo malaika. Sasa asitamkwe jina asi akapata msukosuko. So they write the angel of Ephesus. Kumbe ni kiongozi wa pale. Sasa wakikamata wasema malaika sema ni mandoto yao. Anaficha, because if you were caught, that would be the end of your existence. Kwa kweli walikuwa wakatili sana Warumi wale. Kwa hiyo walikuwa wanatuma kwa nyakati tofauti na watu tofauti, wale waliokuwa na ficha. Na I remember even katika film ya Patmos, Yohane alikuwa anapata maono, anaandika, and then ngoja wakati ni mzee. Kwa mara nyingine hakwenda kukunja mawe kwa sababu he was almost finished 100 years and so. Kwa hiyo angeweza hata kubeba nyundo hiyo, hata jiwe hawezi kubeba. Kwa hiyo walimwadhibu tu asije akaleta influence kule mjini, funga huko. Sasa huyu mzee anatoka labda kubeba maji kuwapelekea wale wanaofanya kazi, yeye anapomaliza anarudi akaa kwenye pango na chains za kifungo, anaandika sasa barua hii, anawashiria mwingine uje ukanione jioni. Watu wanakwenda kwake, wanamsikiliza, anawafundisha kiasi fulani kwa siri, alafu anawachukua ikaratasi mpe fulani, pengine kiongozi pale, hata kisabu mpe akasomea waumini wote. Hiyo ilikuwa anafanya ni uchungaji. Barua hizi ni za kichungaji ndio. Na baadaye sasa walipofanya compilation, you understand, kwa sababu Yohane I don't think is the one who compiled everything. Walipofanya compilation ambao tunaita kwa kitaalamu redactors, redactors walipokaa wanaweka pamoja, wakaziweka mpangilio huo. But probably they were written at different times, different people were sent to submit them, the addressees. Ndio walivyokuwa. Sasa baada ya kusema ni nani anaandikiwa, bali nimefafanua hapa ni kanisa. Kanisa hapa ni wale walioamini pale Efeso, wote walioamini pale Efeso. It's not stone or structured church. Tuna matatizo, tuna aina mbili za kuelewa kanisa au tatu. Kanisa tunaliita kanisa kwa sababu ni jumuiya inayosali pamoja chini ya uongozi wa anayetambulika na mtume, ndio lito kanisa. Yani wanaosali pamoja, a praying assembly. That it cannot be a church which is not meeting. They used to meet, pray together, then wanafanya kumega mkate ya Eucharist. Hiyo ndio kilichowakutanisha na kusoma neno. That was the church under the leadership of a chosen person, mtu ambaye anajulikana na kiongozi ambao ni mtume. Hao wanapokutana chini yake uongozi wa mtu fulani aliyewekwa na viongozi, hiyo ndio ilikuwa kanisa. We call them your house churches. Kwa hiyo tusifikirie kitu kinachoitwa institutional church. Institutional church ilikuja baadaye. Institutional church ni ile kanisa ambalo limepangiliwa, ambalo ni sasa hivi kuna institutional church ambao limepangiliwa, na kuna kanisa la kiroho. Haya ni mambo tofauti. Hapa tunazungumzia kanisa linalokutanisha
kutana pamoja kusali na kufanya ibada pamoja. Gathering assembly, inaitwa assembly. Praying assembly. Kwa sababu kuna kanisa ambalo ni nadharia. The universal church is theoretical. It exists, but it cannot be identified. This one was identified. Kanisa linalosali pale Efeso. Na sio parokia in the sense of parokia kama tunayofikiri. Hawakuwako na paroko. Ni kanisa, manake kanisa wale wanaotambulika kama wafuasi wa Yesu Kristo walioishi Efeso na wanakutana mara kwa mara kwenye jumuiya ndogo ndogo huko makanisa ya nyumbani. Na sio wangetiwa ndani walikuta wanasali, hata walikuwa wanasali usiku. Kwa hiyo hao ndio makanisa, na linaitwa kanisa moja kwa sababu lilikuwa chini ya episkopos, mwangalizi mmoja ambaye ni askofu. Hayo ndio kanisa. Sasa tunaambiwa kwamba anayetuma sasa anajitambulisha kwao, na utambulisho huu jamani unaendana na watu wanaoandikiwa. Yesu anajitambulisha kadiri ya watu walivyo. Anajitambulisha kwako kama ulivyo. Anaweza kujitambulisha kwangu tofauti na wewe. Hiyo ni muhimu sana kujua. Yesu ajitambulishi sawasawa na wengine. Akija kwako anajitambulisha kama ulivyo, na kile anachotaka ujue, hivyo anajitambulisha. Hajitambulishi randomly tu, hapana. Hii sifa hii inanitisha, because akijitambulisha kwa namna anavyojitambulisha inatosha tu kwa ujumbe. Yaani kujitambulisha kwako wewe. Kwa hiyo Yesu anajitambulisha kwako kuendana na mazingira yake. Hajitambulishi tu kwa ujumla, what we call theological exposition. Hapana, anajitambulisha kadiri ulivyo. Na hii ninawaambia watu, lakini pengine hawaelewi. Ufunuo kwako wewe ni tofauti na ufunuo kwangu. Ni kitu ambacho sijui kwa upande wangu na anataka nikijue. Mimi, not this one. Kama Petro alipoitwa akasema, na yule mbona humwambii yeye? Kumwambia nini kwa kwende? Utaenda usipotaka, utafungwa na kuvikwa nguo, utanyosha mikono, watakucharaza. Ni wewe na just come, it's you, not what have you got to do with that man? If I want him to stay till I come, what has it got to do with you? Kwa hiyo anasema ni huyu. Kwa hiyo ndivyo hivyo hapa. Utambulisho wa Yesu unaashiria atakachowaambia. Usikilize sasa anavyojitambulisha. Anasema, mwenye kushika nyota 7 katika mkono wake wa kulia. Hiyo kwanza. Waefeso walikuwa na uwezo, walikuwa na pesa, business. Hata Wayahudi waliokuwa pale, they were there because it was a booming business zone, na walipata pesa kwa wingi. Wayahudi wanajua sana biashara. Walikuwa pale kwa sababu walikuwa watu ambao wanaweza kuchora plani zao. Kwa hiyo wengine walidhani kwamba hadhi yao ni kutokana na juhudi zao. Sisi wengi wetu tumekuwa tulivyo tukidhani kwamba ni kutokana na juhudi zetu. Wengi wetu tuna mali, tuna utajiri kidogo, hali nzuri, tunafikiri juhudi yangu. You could be a cripple. God can turn everything upside down. Because he wants you to know that you are nothing. Huwezi kufanya chochote bila mimi. What you are is what I wanted you to be. Hiyo maneno anaiweka. Kwa hiyo anajitambulisha kwao, anasema mwenye kushika nyota 7. Manake
Nyota hizi 7 ni makanisa yote ya 7. Kila nyota ni kanisa. Ameshajisema hapo mwanzo sura ya kwanza, amesema nyota zile ni makanisa 7. Na kwa hiyo kanisa hilo lisidai kwamba linajitegemea kwa kuwa lina pesa na uwezo. No, it is me who allows it to be what it is. Manake anashika yeye. Tena katika mkono wake wa kulia. It's not because of their intelligence, of wealth, of I don't know, whatever influence, kwamba wapo walivyo na wanasifika wana kila kitu. No, it's because I am holding you by my right hand. Hakuna anaweza kutakasa. Nimesema mkono, Mungu akisema, watu wakisikia katika Biblia mkono wa kulia, maanake ni mkono ule wenye nguvu, ule mkono ambao hauwezi kutikiswa na chochote. Kwa hiyo Mungu akisema nimekushika na mkono wao wa kulia, you are the safest person ever. Nobody can take you. Hata the devil can never take you from the right hand. Kwa hiyo hapa amezungumzia maana kwamba amesema nimeshika, amesema nyota hii ya kanisa hilo limeshikwa katika mkono wake wa kulia, katika mkono wake wa kulia. Manake hakuna nguvu, hakuna mipango ya kufanya kudumu kanisa. Yeye ata crash everything because he's holding it by his right hand. Kwa hiyo kanisa la Efeso linapumua. Hatuwezi kutereka kwa kuwa kila kitu Mungu Yesu ameshika. Kwa hiyo wanapata utulivu. Walikuwa wanahangaika, tutakwisha, tutamalizwa. Warumi watatumaliza tu. Tunakufa wengi, mapangoni huko tunateswa. Waefeso walipewa moyo sana. Na lengo, nimewambia lengo la kitabu cha Ufunuo ni ku-encourage, sivyo? Kuwatia moyo wanaoteswa. Ndio lengo kuu. Hapa ni mojawapo ya kuwatia moyo kanisa linaloteseka. Wanaambiwa hata katika mateso yao Mungu anawalinda. Hakuna kitakachotendeka kwao bila yeye kuruhusu, kwa kuwa amewashika kwenye mkono wake wa kulia. Na pia anawajua ndani kabisa, kwa sababu anapita katikati. Anasema kutembea katikati ya vinara vya mishumaa vya dhahabu. Anatembea katikati, manake hakuna kinachofanyika bila yeye kujua. Vinara vile ni roho ya kila mmoja. Na pia ni undani wa kanisa, kila kanisa. Kila mmoja anamfahamu, anapita. Akikuta imezimika anawasha. Nimewaambia ile candelabra inaitwa candelabra. Manake ile ni mshumaa kubwa, menorah. Menorah ni mshumaa kubwa lenye matawi 7. Ni ishara ya Uyahudi, dini ya Kiyahudi. Sisi tuna ishara ya dini ya Kikristo ni msalaba. Wayahudi wana hiyo candelabra au menorah. Wayahudi mshumaa kubwa la dhahabu hasa, na lina matawi 7. Inashika mishumaa 7 au taa 7. Wakati ule walikuwa wanatumia mshumaa, walikuwa wanatumia lantern, ile taa zenye mafuta. Ni karabai ni kubwa zaidi. Sasa karabai na koroboi. Kandili ni nini sasa? Kandili ni ile yenye chimni ni nini? Kwa sababu kandili ni kubwa. Koroboi ni vile vitaa. Sasa vile hii candelabra ni kwenye mshumaa ule, unaweka hicho kibuyu hapa. Kinawekwa mafuta na utando. Kinawaka. Hiyo ni kimoja, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Inaenda hivi.
kama ile mishumaa zamani ilikuweko ile candle holders, ilikuwa hivyo zinapangwa hivi. Hiyo ndio inaitwa candelabra. Na sasa au minora. Sasa anasema yeye anapita kwa kila, ziko saba, anapita, naangalia imewaka, nawaka vizuri, kama haijawaka vizuri anaitengeneza, anawasha. Kwa hiyo yeye sio tu kwamba ameshika kanisa, ila anajali kwa kila kimoja. Kwa hiyo kila roho haiwezekani kutetereka, anapita na kuwasha, kama imesimika anawasha, upepo umepita anawasha. Ndio hiyo anataka kujitambulisha, anatambulisha hivyo kwa makusudi. Nimesema Yesu anajitambulisha kadiri ya mazingira ya kanisa husika, kwa sababu atawaambia kinacho anatembelea mishumaa ya dhahabu. Sasa amejitambulisha hivyo, kila kanisa atajitambulisha tofauti. Hapa amejitambulisha kama yeye anayeshika mkononi kila kanisa, na pia amesema anashika zile nyota saba. Na nyota unajua ni nini? Kanisa ni nyota, kwa sababu nyota ni sifa. Nyota katika Biblia ni mwanga mdogo, lakini ni pambo la Mungu. The sky full of stars ni pambo la Mungu. Kanisa ni pambo la Mungu. Sisi ni pambo la Mungu. He is proud of us and we adorn his glory. Nyota ni ishara ya sifa, utukufu, enzi. Nyota zina rangi mbalimbali, na tunavyoangalia huko angani, sijui kama wengine wameona, mimi nimeona kuna mashine mbalimbali. It's kitu cha ajabu. Sasa tuache tu, lakini anavyotumia kanisa na kuliita nyota, anataka kusema nini? Ni sifa yake. Kanisa ni utukufu wa Mungu. Every one of us is his glory, na hata kubali kupoteza sifa yake na utukufu wake. And that's why we are known as stars. Stars inaonyesha utukufu wa Mungu, sifa ya Mungu, enzi yake. Stars. Na ndio maana anatumia hata Abrahamu aliambiwa atazaa watoto wengi kama nyota za Mungu. Sio sifa ya utukufu wa Abrahamu. The father many nations, the stars. Kwa hiyo stars ni, kwa hiyo nyota, kanisa, kila kanisa ni utukufu wa Mungu. It's not there only for the sake of salvation. Sio upande wako tu. Yaani unajua sisi tunajiangalia sisi tu. Kanisa si kwa ajili ya utukufu ya kuokoka wewe tu, au kutafuta tu uokovu. Kanisa pia ni utukufu wa Mungu. Yes. Unapookolewa wewe ni watu unaongezeka. Na ndio maana anaita nyota. Na nyota zina rangi mbalimbali, wote beauty. Kiangalia angani. Na kwamba anashika, manake kila kanisa linajulikana kwa personal. Tusichukulie tu jumla. Kila kanisa. Na kila ile mshumaa, ile taa, nasema mpita katika mishumaa ile au zile candelabras, anapita kila mmoja. You are known personal, unajulikana wewe kwa Mungu. Kwa Kristo anakujua wewe binafsi. Usiseme jumla, sisi tupo hapa tunaenda kanisani bana. And when you are not there, you don't care. Wendi Jumapili unaona sawa. Leo mimi siwezi kwenda. Wow, the glory of God. Yeye anapita hakuta imezimika. So kuna picha hizo. Basi ujue hii lugha hii ni lugha ya picha, ikiwa inaashiria kitu kikubwa zaidi. Kinatufundisha nature, yani nature kwa Kiswahili ni nature, asili.
inaweza kuwa asili au tabia ya Mungu. Unaona? Hiyo tabia ya kanisa, nature of the church is that it is there not only for the salvation of human beings, but is also for the glory of God. Watu wangejua hii, tungekuwa tunaogopa kidogo kupoteza mmoja wetu. Kwa Mungu. Tuendelee mbele. Sasa anaanza kwa ile tunaita captio benevolentia, manake anaanza na sifa. Na hii hata Paulo anaanza na sifa. Huwezi kwanza kumkaribia mtoto na kummaliza kabisa, unaharibu. Unaanza kwanza kwa kumvutia. Hata kama paka unamkaribisha kwanza, kabla hujaanza kupiga hata kukaribia, sasa atakimbia. Kwa hiyo anavuta kwanza. Njoo hata Mungu ananyonya vile, ajui kwamba alikunywa maziwa kule akaharibu kila kitu. Wewe unamleta sasa, akishafika karibu unampa hata kipande kimoja cha nyama, anakula na kama hata masikio. Sasa unamcharaza. Na ndivyo Mungu anavyofanya. He doesn't, na ndio maana hata kuungama, na wengine wanajua kwamba kuungama sio tu unaenda kusema dhambi zako. Moja hili nilijifunza nilipokuwa sekondari au seminari, mfundisho na mzungu mmoja akasema tunapoenda kuungama sio kuungama tu, naenda pale unaanza chara, unakuja na listi ya dhambi mpaka unashangaa huyu anakuja kusoma ibada huko. No, akasema sometimes unaanza kwenda kuungama ukiri ukuu wa Mungu alioonyesha ndani mwako. Jinsi neema Mungu amefeli kweli. Na hiyo nafundisha mara nyingi. Mungu hajafeli kwako kabisa. Taa yako haijazimika kabisa. That's why you come to confess. Unakuja kuconfess kwa sababu the Holy Spirit is still in you. And therefore, there are other areas which you have won. You were successful. Why don't you start with those? Kwambia nini? Unataka kusema Mungu ni failure kabisa kwako kweli. Kweli. Toka asubuhi mpaka jioni hujafanya kitu kizuri kweli. Hata kumsalimia tu. It's very positive. So, perhaps hata alikuwa anatuambia yule mzee. Sema wakati wa kuungama pia unapo tafakari labda sala ya majuto na nini, unafikiria pia mahali Mungu ameshinda kwa kutumia wewe. We fail even to thank God for that you have won. Kuna sehemu ambazo umefaulu kufanya vizuri. Labda umefanya kazi nyumbani, umemtunza mzee kwa moyo, labda kukata tamaa, lakini umejitahidi ukafanya kitu. That's why he is still alive, or that person is still there. Umefaulu kufundisha, umefaulu kufanya kazi hii. You thank God for that. Then you thank, namshukuru Mungu. Wote unakuja kwenye kuungama, namshukuru Mungu. Walau nimeweza kwenda misa leo. Walau nimefanya. Walau lakini kasoro zimemzidi. Naumia. Kasoro zangu ni hizi. Nimeiba tena. Unasema sasa za kasoro. Nimekasirika sasa. Basta. Ile tabia yangu kasirika tena. Nimesengenya mdomo wangu kitana. Hurumie. Labda namne kufunga siku yake nyuzi. Ndio sengenya. Nimempiga mtu. Nimefanya hivi. Nimezini tena. Yule mwanamke si nitaenda. Natoa mfano. Mimi sio tafanyaje jamani. No. Sasa hiyo ni zile ambazo ni kasoro ambazo umefanya. And God is happy that you have told him that you have won.
His grace was not a failure. He has given you grace, and that's why you had won. Ulishinda sehemu mbalimbali. And then you could not uphold his grace. Kwa hiyo umefeli mahali fulani. Na hiyo ndio anaeleza hapa Waefeso. Waefeso wanapewa sifa. Sifa zao ndio hizo anazoanza nazo hapa. Ndio umekwenda kweli. Sifa ya kwanza anasema, najua matendo yako, taabu zako na uvumilivu wako. Hizi sifa hizi unazipata hata kama ulikuwa unahangaika, hata kama wewe ni mdhambi mkubwa. Mungu anakukumbusha kwamba una kitu kizuri. You are not completely dark. You are not evil. You are his or her son. You are his son or daughter. Hiyo hakuna mtu anaweza kuondolea hiyo sifa ya kwamba wewe ni binti yangu na wewe ni mwanangu. Hakuna anaweza kuondolea. Kwa hiyo anakukumbusha kwamba amesema hapa, najua matendo yako. Wewe usijifanye unaweza kujificha chochote kwako. Kwa hiyo Waefeso wanaoteseka, wanaenda kuomba kazi, wanakataliwa. Ilikuwa discriminatory society. Wakijua wewe ni Mkristo hawakupi kazi, hawanunui vitu vyako. Ilikuwa hiyo. Wayahudi wale walitengana, walianza hiyo division kati yao. Wakristo walichukuliwa kama vitu vilivyooza, therefore they were really down kabisa. Lakini Yesu anawaambia hapa kwamba ninajua matendo yako. Sasa manake ni yale uliofaulu. Wayahudi wa Efeso pale, kanisa la Efeso ni kwa hiyo kumbe hatuko pakua. Kumbe najua anavyosema hapa, najua matendo yako, yani ulitenda kitu. Najua taabu zako. Don't think that you are alone. I am always walking in the midst, in your midst. Kwa hiyo ninajua matendo yako, najua taabu zako. Wengi wanafikiri kwamba tunaenda pale kumpa Mungu, kumweleza taabu zangu, kwamba kana kwamba hajui. Kuna kitu Mungu hajui. Mara nyingi sana tunakuja mtu mlolongo wa taabu ule, lakini kumbe anakusikia. Huyu mwanangu anafikiri kwamba sikii. Nisikia sauti inakwambia hivi, I know. Anasema I know everything about you, what you do, your deeds. Najua matendo yako. Deeds maanake ni matendo mema, kusaidia watu, kubebana wakati wa shida, kuwapa watu msaada, kuwapa watu moyo. At times maneno yako ni matendo yako. Najua hayo. Nawapa watu zawadi. You see, he knows everything, and you don't even need to say it. He knows before even unanyosha mkono wako kutoa zawadi au kumsaidia mtu, anaona zaidi yako wewe. Kwa hiyo hapa anaposema najua matendo yako, na sisi tujitambue kwamba yale mabaya yote na hata mema yote anajua. Alafu anasema ajua taabu zako. Mimi nafikiri hajui kwamba ninaumwa tumbo. Hajui kwamba sina ada ya watoto. Hajui kwamba labda kitu fulani hakiendi sawa sawa. Sina hata pesa ya kesho. Sina pesa ya mafuta leo. Sina chakula. He knows. Anajua namna unavyojificha kwa watu. Pengine una deni. Ukimwangalia, ukiona mtu anafanana na yule dai wako, unajongo, unapita barabara nyingine. He knows. There are people who are some. Jamaa mmoja akachukulia dirishani. Mwambie sipo bwana. He knows. So kwa sababu unakudai pesa fulani au nini. Sasa hiyo anajua. So those things that we hide,
aibu zetu, hata kufaulu kwetu na kushindwa kwetu anajua. Anajua uvumilivu wetu. Jamani, hilo neno muhimu sana. Ni watu wanaoandikia wanaoteseka. Unajua Waefeso walikuwa wamebaguliwa, na sasa Yohana mwenyewe yuko gerezani, na waumini wanatafutwa kama unatafuta paka na panya. Sasa anasema najua hapa, najua uvumilivu wako, jinsi ulivyoweza kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Hiyo ni sifa. Waefeso wanasomewa kanisani, wanaambiwa yeye ambaye anatutunza, kushika mkono, anajua uvumilivu wenu. Jamani, tumevumilia mengi. Wametusimizia hiki, wakatufanya tumenyimwa hiki, wengi tumefungwa hakufanya, lakini bado hatujafa moyo, hatuogopi kufa. Uvumilivu huo upomone, tunaita uvumilivu. Kwa hiyo ndio hiyo anasema Yesu anajua yote. Sasa tukiwa kanisani unaweza kumwambia Yesu, wewe unajua yote, na kama unajua yote, nisaidie yale unayoona katika hali yangu. Basi ndio sala iliyo kamili. Basi kwa leo tumalizie hapa, tukiangalia kwamba Yesu anatuona katika macho mengine, sio macho yetu. Mara nyingi tunakuja kwetu sisi, tunakuja kwake na malalamiko, tunakuja kwake na masikitiko. You have never laughed at God. Why kucheka mbele ya Mungu? Manake una watakatifu wa ajabu sana. Kuja kanisani ni furaha tu, hata katika mateso ni furaha, tuimbe. Sasa mtu unakuja kanisani, hata kufungua mdomo hukumu. Yaani wanaimbisha mwimbo, wewe unakuwa shabiki. Sasa is it correct? It's not correct. Look at what anachotuambia hapo, tutabadilisha pengine. Ndio hiyo tafakuri inayotualika jinsi Mungu anavyojifunua kwetu, ni jinsi hii. Waefeso walivumilia mengi, ndio maana na wasifu hili. Kwa hiyo anawaambia, najua matendo yako. Matendo haya anayajua, ni yale mabaya na mazuri. Lakini pia anawaambia taabu zako, mambo uliyopitia anayajua. Na kwa kujua, neno kujua maana yake ameyaweka yawe sifa yako, matendo yako. Taabu zako ni sifa yako. Anajua uvumilivu wako, hilo sifa kubwa. Kwa hiyo sasa anasema najua kwamba huwezi kuvumilia waovu. Tutaendelea baadaye. Mungu atupe afya njema na neema yake tuwezeshe Jumapili yao ni kufaa Bwana. Tuweze hapa kufaa. Ndio. Jumapili ya kufaa. Kwa hiyo tutaweza kuzungumza, kama kuna maswali juu ya kupaa mbinguni na nini, sawa tu, tutaweza kuzungumza jioni siku hiyo.